Having been in parliament for all these years, hata kama akili haikuwa timamu, ninajua ile ninafanya. Hatuna nafasi ya kuumizana kisiasa. Waloma kakabwe walome, but at the end of the day you remain brothers. Nikienda kwa Facebook yangu kumtumia message ya rambirambi, nilipata message ya kwanza kufikia Boni ilikuwa ya Rais Ruto na Mama Rachel. Saa zingine tunatembea njia moja, saa zingine yeye anapasua yake, tunakutana mbele, tunatembea pamoja, and that is what it should be. Hatuna nafasi ya kuumizana kisiasa. Wakati Boni alipoteza mama, nikienda kwa Facebook yangu kumtumia message ya rambirambi, nilipata message ya kwanza kufikia Boni ilikuwa ya Rais Ruto na Mama Rachel. Wamemtumia kwa Facebook kuonyesha katika maisha yetu tusipokubaliana kisiasa, tunabaki wa Kenya, tunabaki marafiki, tunabaki jamii vile tumekuja hapa. So leo Boni, you've joined the rank and file of widowers. And as your friends, we have come here to condole with you and to tell you hii mambo hufanyika kwa kila mtu. So leo nimekuja hapa kuleta rambirambi ya bunge la kitaifa kwenye Boni alianzia representative politics akiwa mbunge wa hapa Ikolomani. Pia nikakuwa Senate na Boni. Wala ambao mutasoma stakabadhi za bunge la Seneti ya kwanza 2013-17, mutajua between me and Boni we shaped the destiny of our Senate. Huo ndio wakati tulikuwa na mijadala kalikali ya kujenga ugatuzi, tukiwa na wazito kama the late Mutula Kilonzo, Amos Wako, Chris Obure, kina Orengo, kina Kiraitu, watu ambao walikuwa wamekomaa kisiasa. Boni, leo wewe umepoteza mama, na wakati wa kulia naungana na wale wamesema vijana wetu tusiwe na vurugu yoyote, na tunakuja kama marafiki zako, kama ndugu zako, kusimama na wewe na familia yako na watu wa hapa Malinya, Ikolomani kwa jumla, na watu wa Kakamega wenye umewakilisha katika bunge la Seneti. Mimi na Boni tumekuwa na safari ya siasa. Saa zingine tunatembea njia moja, saa zingine yeye anapasua yake, tunakutana mbele, tunatembea pamoja, and that is what it should be. Boni alinipata bunge wakati tulitembea na Wamarwa kijana, tukaingia huko, tukasukuma gurudumu. Wakati nilikuwa waziri wa Foreign Affairs, Boni alikuwa Assistant Minister wa East Africa Affairs. Tulikuwa tukienda Arusha pamoja na kila mahali. Having been in parliament for all these years, hata kama akili haikuwa timamu, ninajua ile ninafanya. Kwa hivyo nawaomba tutembee pamoja. Waloma kakabwe walome, but at the end of the day you remain brothers. Mimi ni speaker wa bunge la kitaifa. Nilichaguliwa kuwa speaker na majority party. Majority party ni party ambayo ina president wa Kenya. Nitakuwa mtu wa aina gani nianze kubadilika? I am consistent, I am persistent, I am focused, and I know where I'm coming from, where I am and where I'm going. And I tell you, my people, let's stand together, let's work together. Boni, wakati nilikuwa nakuja, Rais aliniambia nikuletee rambirambi zake.
na akaniambia, ambia Boni, he is a member of my party. Unajua mimi ni kiongozi wa Ford Kenya na wewe ni member wa UDA. Akaniambia, tell Boni he is a member of my party. Pengine amekaa nje kidogo, lakini tunajua he is still a substitute player. Na wakati mwingine anateleza, wakati mwingine anateleza, Bona anaingia, mara moja bao imeingia. Na hiyo ndiyo kazi tunajua Boni does best. Kwa hivyo Boni, wewe, you have provided an example on how to grow our demographic profile in this country. Hata mkiona huyu Boni alichaguliwa kwa chama ya president ya UDA, akachukua mrengo mwingine, lakini hakosi kuja kwa ofisi ya speaker kuniona na kuniambia, Omwami, wherever we are, our people matter most. So I've come here, Boni, to reaffirm that our people matter most. Na nyinyi wanasiasa tulio hapa na tusilioko hapa, tusigombane ovyo ovyo. Mimi nimekuwa bunge sasa muda mrefu kuliko wabunge wote wa region hii, na nimetembea safari yangu kwa heshima, kwa urafiki na watu, kwa kupendana na watu. Hakuna siku mnasikia Papa wa Roma anapigana na watu, anatusi watu. Hata hapa Ikolomani, tangu tupige kura, nimekuja hapa zaidi ya mara 5 na huyu Shinali kwa mambo ya maendeleo, because I know when politics comes and the time is ready, tunajua kucheza na kucharaza. Mimi kama mwana Arsenali, wakati wa siasa ikifika, nacheza kama saka. Na sisi kitu tunataka tufanye, wakeni wote wale wamekuja kututembelea, tuwakaribishe, kwa sababu ni wageni wetu. Wataongea, watalia, alafu waende. Wakishaenda, sisi wenyewe tutabaki. Hatutaki kuona aibu. Aibu ile tumeona sehemu zingine. Sisi tunaheshimu senata wetu, tunaheshimu viongozi wetu. Wale wakupiga watu, wakupiga kelele, wakukata watu, sio hapa. Sio hapa Kakamega. Kweli kama umekuja kusimama na senata, huwezi leta fujo. Sisi hatutaki tuonekane kwa vyombo za habari tukionyesha mfano mbaya kwa Wakenya. Sisi watu wamekuja hapa wa siasa tofauti. Mimi nikitokea na mrengo yangu nakaribishwa. Hapa Ikolomani, haswa Malinya, mahali nimekaa hii miaka yote, is the most disciplined town. Wale wa mirengo zingine wamekuwa hapa, wakija wanaongea mambo yao, wao wanawasikiza. Hawa ni watu werefu sana, wanajua. Najua mwaka wa 2017 ulikuwa mwaka mgumu sana, kwa sababu nafikiri hapa mimi ndio nilikuwa kando na huyu Wangwe, lakini wengine wote walikuwa mahali pengine. These people made the right decision. Wanajua ni nini wanatafuta kwa maisha, kwa siasa, kwenda mbele. Mimi nitakuwa hapo Malinya kesho. Saturday ndio itakuwa siku yangu, nitakuwa na nyinyi. Niko na mpango ile nilikuwa nimemweleza na walimu. Nimesema niseme tu hiyo peke yake. Watu wa Mlembe, tembeeni pamoja. Hata kama unaenda east ama unaenda west, Waingereza wanasema east or west, home is best. Wale wanaunga mrembo mwingine, tafuta
wale wengine tafuta, lakini jioni tukutane kama watu wa Mlembe, tuulizane kule ulikokwenda ulipata? Kama hujapata, kuja kule nilikopata, tuendelee kukamua maziwa tukipatia watu wetu. Leo nimekuja hapa kama senator kupigia senator mwenzangu pole kwa kupoteza mke. That tells you watu wa mkoa wa Magharibi, ukiwa na mtoto wa mwenzio anakufanyia kazi, unamlea, fanya wema, tenda wema, nenda zako, kwa sababu ya kesho haujui. Huyo mtoto unadharau ndio anaweza kushika mkono akakuinua wakati wengi wamesema hawakujui. And Boni, you have worked with Johnny, with Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Huko Kaimosi tulikuwa wewe, mimi, Papa wa Roma, Musalia Mudavadi, tukisukuma gurudumu tuunde serikali. Ni kama wale tunahubiri injili tuende mbinguni, nchi ya asali na maziwa, nchi ya utamu ambao hautawaisha. Na mimi nilipoingia Senate tukaniambia welcome my young brother, jiunge na mrengo wa serikali. Nikasema amen, Daktari Boni Khalwale, nimekuwa naomba sana niingie katika serikali. Thank you Mheshimiwa Boni. Leo mimi ni senator wa Bungoma, tena niko ndani ya serikali. Nitafanya kazi na wewe kunyorosha counties za Kenya, magavana wafanye kazi kubadilisha maisha ya wanyonge, maisha ya maskini hapa nchini Kenya, na sitanunuliwa, sitatishwa na sitayumbishwa na mtu yeyote kwa sababu ya pesa. Ni kwamba vile speaker amesema, sisi wote tunataka Kenya moja na sisi ni watu moja. Na mimi nataka nikuambie na nikushukuru speaker kwa kuleta ujumbe wa rais. Sisi kama team ambaye inaongozwa na Rais William Ruto, ukiweko ndani, tunakushukuru kwa kushikilia bunge na kushikilia serikali, kwa sababu wewe ndio umeongoza jamii ya hapa Western Kenya tufanye kazi pamoja. Na mimi nataka niseme hivi kwa sababu mimi ni jirani. You don't know the value of something until you lose it. What you have invested as the speaker, as a national leader, wewe si kiongozi hapa kijiji, wewe si kiongozi ya Western, wewe ni kiongozi ya kitaifa. Na nataka niulize jamii ya Mlembe waendelee kukushikilia, kwa sababu hapo mbele 2032 wewe ni baadhi ya viongozi ya kitaifa ambaye tutaketi chini tupange vile Kenya inaenda mbele. Don't take Speaker Wetangula for granted. Their CV, the track record, the political acumen he has in this country si ya kawaida. Ni kiongozi ya kitaifa. Kwa niaba ya watu wa Nandi wamenituma na pole mingi sana, kwa sababu sisi ni majirani hapa na pia tulikuwa majirani kule Senate. Tunasema pole kwa kupoteza your wife. We pray with you. Na vile speaker anasema, na sisi wote, unajua sisi ni binadamu, tunaweza kuwa na tofauti ya kisiasa, lakini mambo kama hii ikipatikana through Mr. Speaker sir, sisi wote tunakuja tunasema pole. Na asante sana Speaker sir kwa kutuongoza kama wabunge na maseneta kuja kusema pole kwa ndugu Khalwale. Wananchi wa Kakamega, kwa sababu sitaki kuchukua muda, kwa sababu kiongozi wangu ameongea, mimi na Boni Khalwale ni marafiki sana kule katika bunge la Senate. Mukiona tukibadilishana maneno, hiyo ni kawaida ya bunge, musikuwe na wasiwasi. Lakini ndugu Khalwale ananiambia sasa miaka yake ambaye amekaa bunge imetosha, anataka kuja kuwa governor ya Kakamega. Na mimi kwa sababu tumetembea naye kule Senate, mimi namtakia mema na muombea Mwenyezi Mungu. Lakini Khalwale, kwa heshima sana, vile ndugu speaker amesema, wewe ni mbunge wa senator wa UDA kama mimi, na ikiwezekana, najua kuna tofauti ya kisiasa, ukuje kwa chama ndio utafute kiti ya governor ndio uendeleze Kakamega iende mbele, lakini ni wananchi wataamua.